Ni wakati mwingine nimepata nafasi ya kuzungumza mengine. Ni desturi yangu, nikipata nafasi naweza kuzungumza mengine kutokana na yale ninayoyaona katika harakati zangu za maisha. Maisha ni pale unapozaliwa, nje ya maisha ni pale unapoondoka duniani. Haya unayokutana nayo humu duniani, haya ndio maisha. Kuelewana, kupishana mitazamo, kukosana, kuelewana, kupatana, haya ndio maisha. Yani yale yote unayoyaona katika maisha yako lazima yatokee, ndio yanatengeneza neno maisha. Na mwisho wa maisha hayo ni pale huwezi kufanya chochote, kwa tafsiri yake utakuwa umeshaondoka duniani. Hiyo ndio tafsiri ya neno maisha. Kwa hiyo nikipata nafasi huwa nazungumza mambo machache ambayo naamini yatakuwa ni msaada mkubwa kwenye jamii husika, katika watu tofauti tofauti wanaonifuatilia katika YouTube, katika mitandao ya kijamii mingine. Kuna kitu wananufaika. Nitazungumza nukta mbili tu kwa siku ya leo, nukta mbili tu. Kwanza ni kuendelea kusema hakuna kitu kizuri kama kufanya kazi kwa uadilifu, kutenda haki. Haki huwaleta watu kuwa pamoja na huondoa mashaka baina ya mtu fulani na mtu fulani, au baina ya changamoto fulani. Hili ni jambo muhimu sana. Watu wawe pamoja, ni lazima kila kitu kiende kwa sawa, kwa haki. Hilo ni jambo muhimu sana katika safari ya maisha. Ni kawaida yangu kuzungumza hivyo. Sasa leo nina nukta mbili tu. Nukta ya kwanza, kuna uwezekano wa kupata mstari mmoja kwa kutumia chemical, lakini ni kwa muda fulani tu. Muda ule unakuwa umekwisha. Hii ni kiwango kidogo cha uwezo wa muhusika. Kiwango kikubwa ni kufanya mwili wa muhusika usiwe na kumbukumbu aina yoyote inoashiria au inaotoa taarifa kama mtu huyu aliwahi kupata changamoto fulani, au aliwahi kuwa na mistari miwili, sasa ana mstari mmoja. Hili ni jambo muhimu sana ambalo tungependa kulifafanua au kuliweka wazi. Kwa hiyo mtu anaweza akakimbilia kwenye viral load, kwa maana akishaona kiwango cha virus kimeondoka, akajiona yuko salama na maisha mengine yakaendelea. Hapana. Unaweza ukaenda mbele zaidi. Kwenda mbele zaidi ni kujihakikishia ile kumbukumbu au ile taarifa katika maisha yako yote haipo, na uko salama na maisha mengine yanaendelea. Ni jambo lipo na ni jambo linawezekana pasipo shaka yote ile. Ni mambo matatu tu: kujitoa ufahamu, kujikatia tamaa, kuamini ni swala haliwezekani ila kwa wengine linawezekana. Kwa maana hiyo wewe unasubiri taarifa kutoka kwa mtu mwingine ndio uamini kitu hicho kinawezekana. Sasa ukijiweka katika kundi hilo ni swala lingine. Au ni mtu ambaye yeye mawazo yake, fikira yake ni kupata misaada kutoka nje ya bara la Afrika. Kwa hiyo hawezi kusema inawezekana, haiwezekani. Atasema haiwezekani ili aendelee kuendelea na shughuli zake.